kuna vitu vinakuja mbele yako mpaka watu wanasema ni nani amemlaani huyu mtu, au watu wakasema huyu amelaaniwa. Lakini nataka niwatangazie, sio kila pitu unalopitia umelaaniwa. Mengine yanakuja kukuimarisha kwa safari ya baadaye. Mengine yanakuandaa kuwa mtu shupafu siku zijazo. Mengine yanakuandaa kuwa mama wa kwenda kujenga ndoa za watu wengine zinazovunjika siku zijazo. Mengine yanakuandaa kuwa tajiri wa kusaidia watu ambao ni waombaomba. Mengine yanakuandaa kwenye hiyo boma. Sasa wanakuona ufai maana unapita kipindi kigumu. Lakini nataka nikwambie, watangazia saa inakuja, haya yote nayopitia itakuwa ni historia. Wakati ambapo watu wote waliokucheka kwa sasa wako chini ya miguu yako, unawashauri, unawatia moyo, unawaelekeza, unakuwa kama kuhani mkuu. Sema amina kama unanielewa. Mguse mwenzako, mwambie sio kila jaribu ni laana. Mguse basi haraka, mwambie sio kila pito ni laana. Mengine yanakuja kukuandaa kuwa mtu shupafu. Sema amina. Sema amina. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume mlango wa 27 mstari wa 5 na wa 10. Anasema hivi, tukasafiri pole pole kwa muda wa siku nyingi, tukafika mpaka Nido kwa shida. Hebu sema kwa shida. Hebu sema kwa shida. Kwa sababu upepo ulikuwa mwingi ukituzuia. Tukapita chini ya Krete, tukaikabili Salomoni. Tukapita kwa shida pwani kwa pwani. Hebu sema pwani kwa pwani. Tukapita kwa shida pwani kwa pwani. Bandari mzuri karibu na hapo kuna mji uitwao Lesea. Paulo alikuwa anasafiri kutimiza kusudi la Mungu, na safari yake ilikuwa ya shida. Kuna watu walipoanza safari walijua watakutana na mema. Ulipomaliza shule ulijua utapata kazi. Ulipomaliza biashara, ulipoanza biashara ulijua utakuwa tajiri. Uliposafiri nje za nje ulijua utaolewa, utakuwa mtu mkubwa. Ulipoolewa ulitarajia kuwa utaishi vizuri, lakini sivyo ulivyotarajia. Paulo katika kuhubiri kwake Injili alikuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye amejazwa mafuta, na alikuwa anatimiza kusudi la Mungu katika kuhubiri Injili. Lakini anasema tulipokuwa tunasafiri kulikuwa na dhoruba nyingi, na pwani kwa pwani, hatua kwa hatua, kila mahali wakifika ni upinzani. Lakini ninachofurahi kwa Paulo, upinzani haikumzuia arudi nyuma, bali kadri vita vilivyosimama ndivyo alivyoikabili vita. Hivi nasikika kweli mahali hapa? Kadri alivyokutana na dhoruba, hajaikimbia dhoruba, amepambana na dhoruba akijua kwamba anachokibeba ni kikubwa kuliko dhoruba, na Mungu wake hata kubali afe katikati ya dhoruba, alikwamba yeye ndiye aliyemuita. Nataka nitangaze na mtu mmoja, au niongee na mtu mmoja, unachokibeba Bwana hata kubali ufe wakati yeye ndiye ameweka kusudi ndani yako. Haijalishi wanafiki watasimama, haijalishi mazingira itasimama, haijalishi mtu atasema ngenge, haijalishi wacheo watasimama, haijalishi kuzimu watasimama, unachokibeba hakitafia kwenye hiyo boma. Kizazi chake hakitafia kwenye hiyo boma. Mume wake hatafia kwa makahaba, wala kakaka hatafia kwenye pombe. Unachokibeba kitazaa heshima. Emsema ninachokibeba hakitakufa. Angalia, huyu ni mtumishi wa Mungu Paulo na upako wote. Ungefikiri kwamba kwa lugha ya sasa ingekuwa Paulo yuko kipindi kile, ungesema inakwaje mtumishi wa Mungu apite kwenye vita namna hiyo? Lazima unachokibeba kipigwe. Sema amen. Sema amen. Sema amina. Ngoja nikupe mfano. Ulipokuwa unasoma ulijua nikimaliza shule ninakwenda kuwa profesa. Ulipokuwa unasoma ulijua kabla nikimaliza tu shule nitakwenda kuwa tajiri. Ulipokuwa unaolewa ulijua nikiolewa tu, nikiingia kwenye ndoa naona niko bichi, naendesha gari, tutajenga nyumba nzuri, tutakuwa na biashara. Lakini leo sivyo. Ni vitu viwili tofauti. Kuna matarajio ulikuwa nayo, kuna ndoto ulikuwa nayo, lakini sivyo sasa hivi ilivyo. Imegeuka, imekuwa tofauti na ulivyofikiria. Sio kwamba kila ambacho ulikuwa unafikiria kipo, lakini lazima kipigwe vita. Ile maono ulionayo na iona kuna siku utaikalia.
Tunasikika kweli mahali hapa. Utaikalia kwa jina la Yesu. Utaikalia kwa jina la Yesu. Nisikilize mwanangu, siku zote Mungu anaposema na wewe hakuonyesha. Nakwambia tu mwanangu, kama mimi nilipoitwa, Mungu alionyesha huduma itakavyokuwa, lakini hakunionyesha mapito. Mungu angekuwa anakuitaga kwenye ndoa, halafu anakuonyesha mapito utakayepitia kwenye ndoa, utaki hata mwanaume bure. Mungu angekuwa anakuitaga kwenye ndoa, halafu anakuonyesha matendo mtakayokutana nao katika kati yako na mume wako na mke wako, utaki hata kuitwa mwanamke au kuitwa mwanaume, ungekimbia ndoa. Mungu angekuonyesha bomu unaoenda kuolewa au unaenda kuoa wapi, na kuambia ungekimbia. Angekuonyesha na mapito, utaki hata. Mungu alipomuita Ibrahim hakumuonyesha mapito, alimuonyesha tu utukufu. Lakini kufikia ule utukufu, hapa katikati na gharama. Hapa katikati utacheza ndumba. Hapa katikati kuna utelezi. Nami nawatangazia maadui zako, wana balaa blue, waambie niko katikati kwenye utelezi, lakini aliyeniahidi amenishikilia. Nitateleza ndio, lakini nitanyanyuka. Naongea na mtu mmoja ambaye anaona utukufu uko mbele. Sema basi amina kama unabarikiwa. Mguse mwenzako, mwambie haijalishi watamwaga maji niweze kuteleza, waambie nitainuka tu. Wangapi wanasema amen? Wangapi wanasema amen? Sema kwenye huo utelezi sitakufa. Sema sitakufa. Daudi anasemaje? Daudi anasemaje? Mwenye haki huanguka mara 7. Sasa hata kama umeshaanguka mara 7 wewe. Anasema mwenye haki huanguka mara 7. Halafu anasema usifurahie wadui wangu, niangukapo nitainuka tena. Nataka nikutangazie, wanaokupigia makofi umeanguka, waambie nitainuka tena. Sio mwisho wa safari. Hivi naongea na mtu anayeelewa hapa. Kuanguka kwenye ndoa sio mwisho wa safari. Kuugua sio mwisho wa safari. Kushindwa kumaliza nyumba sio mwisho wa safari. Eti kukosea mambo fulani sio mwisho wa safari. Nataka nitangaze, Bwana amenituma nikwambie, inuka leo tena, kuna mahali unakwenda. Mwenye haki huanguka mara 7 akainuka tena. Umejaribu biashara zimegoma, na kutia moyo, inuka tena. Umefuga vikakataa, inuka tena. Wamekukataa wao, lakini aliyenituma ameniambia hajakukataa, inuka tena. Mwenye haki huanguka mara 7 akainuka tena. Mguse mwenzako, mwambie umeanguka mara ngapi? Umejaribu vingapi vikagoma? Kwani nakata tamaa? Bora nife. Umeanguka mara ngapi? Yesu alianguka kwa ajili ya wengi, akainuka tena. Hata wewe nataka nikwambie, utaanguka lakini utainuka tena. Hata kama kuna taarifa unayo, hiyo taarifa isikuzuie. Kuna kitu kiko mbele umeahidiwa. Msema sitafia njiani, mimi nasonga mbele. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Pamoja na dhoruba, uamini utafika tu salama. Lazima unachokibeba kitapigwa vita. Lazima nyumba yako itapigwa vita. Lazima ndoa yako itapigwa vita. Lazima biashara yako itajaribiwa. Maandiko yanasema akishatujaribu tutang'aa kama dhahabu. Utajaribiwa kwanza. Hakuna kinachokuja ovyo ovyo tu tukapiga makofi nimepokea. Maana kinachokuja nacho ni almasi na ni goldi. Naongea na mtu ambaye anapita, lakini naiona goldi inakuja. Kuna kitu kinakuja. Namuona mtu ambaye kila mtu anamngonga, lakini naona ni goldi. Anapita kwenye moto, saa inakuja ataoshwa, atakuwa dhahabu. Haijawa nzuri kabla haijawa mbaya. Haijawa mbaya paka imekuwa nzuri. Hujaoga paka umechafuka. Sema basi amina. Sema basi amina. Sema basi amina. Kitabu cha Zaburi 23 mstari wa 4 hadi 6 anasemaje? Anasema nipitapo katika bonde la uvuli wa mauti. Anaongea na watu wanaopita. Sikiliza, hapa Daudi anasema nipitapo kwenye bonde la uvuli wa mauti. Maana hajasema nisimamapo kwenye bonde la uvuli wa mauti. Nisikilize vizuri mwanangu, siongei na mtu anayesema nimesimama hapa sipigi tena hatua. Naongea na watu wanaosema nijapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti, neno lako ni faraja kwangu. Neno lako ni gongo na ni taa ya miguu yangu. Bwana ni mchungaji wangu. Naongea na mtu ambaye hasimami
kwenye mapito anasema napita kwenye mapito. Naongea na watu watatu wanaosema hatubaki hapa. Kwenye hili pito sitasimama, kwenye hii ugonjwa sitasimama, kwenye kusemwa sitasimama. Kukosa kazi ni ya muda tu, kukataliwa ni kwa muda tu, ingawa inauma, lakini nijapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti, Bwana yu pamoja na mimi. Naongea na mtu ambaye anapita, lakini anapita na Bwana. Maadamu unapita na Bwana, hakuna atakaye kustopisha. No man can stop you. Hakuna mtu atakaye kuzuia. Naongea na mtu ambaye anasema ingawa familia inapita, watoto wangu wanapita, vijana wangu wanapita, mume wangu anapita, tunapita kwenye ndoa, lakini nimetuma nikutabirie, no man can stop you. Hakuna atakaye kuzuia, hakuna atakaye kusimamisha. Unapita tu, kuna mahali unakwenda. Ninatabiri kinabii, hakuna atakaye kuzuia. Msema hakuna atakaye nizuia. Daudi anasema nijapo pita kwenye bonde la uvuli wa mauti. Yani uvuli wa mauti manake ni kifo. Ujapo pita, lakini Bwana yu pamoja nawe, hautakufa. Naongea na mtu anayepita, na kuna watu wanasema huyo anadumukia kwenye korongo, anakwenda kufa. Kwa hili pito safari, hakika atoboi, hakika atashinda, hakika ataolewa, ndio kabisa ameoza. Wanapotangaza hivyo, waambie nashuka kwenye bonde la uvuli wa mauti ndiyo, lakini Bwana atanipandisha tena kwa viwango. Nasema wakati wanatabiri umedumbukia kwenye kifo, Bwana amenituma nikuambie, ndipo atakushika tena kwa mkono wake. Kuna watu watatu walikotoka, kuna watu wametabiri mabaya juu yao, lakini nataka nitangaze haitachukua muda, mabaya yatageuka, yatawarudia wao. Alafu uliyetabiriwa mabaya watashangaa mambo yamebadilika. Mambo yatabadilika. Mwanangu, mambo yatabadilika. Katika ulimwengu wa roho leo nakuombea, piga hatua ambayo haijawahi kupigwa na mtu yeyote. Kwenye hiyo boma Mungu akupigisha hatua ambayo hujawahi kupiga. Hakuna mtu aliyewahi kupiga kwenye hiyo familia. Kwenye biashara piga hatua, kwenye ndoa piga hatua, kwa sababu mambo yote yanaanza katika ulimwengu wa roho. Leo nakutabiria yataanza na kimwili, matokeo yatatokea. Sema nijapopita bonde la uvuli, sintaogopa, uko na mimi. Nijapopita bonde la uvuli, sintaogopa, uko na mimi. Baba tuliza watoto wako, usiku kucha machozi mengi. Baba tuliza. Bwana atatuliza. Amesema Bwana atatuliza. Dhoruba itatulia, itakuwa shwari kuu. Kuna mtu amekuja achukie nguvu. Kuna mtu anasema leo nitapita. Sema nitapita lakini nitashinda. Naongea na watu wanaopita, sio wanaokaa. Sitaki watu wanaosema mimi nimesimama kwenye majaribu. Nataka watu wanaosema napita. Sema napita karibu na harufu ya mauti, sitaogopa. Ifike mahali useme hata kama nimenuka nitashinda. Hata kama kazi sina nitapata kazi. Hata kama nachekwa, naiona kicheko kinageuka kwa uchungu kwao, wakati huo nafurahi. Hautakufa. Sema nijapopita, Bwana yu pamoja na mimi. Ngonge mwenzako kwenye bega, mwambie halo, Bwana yu pamoja na wewe. Tena wakati mwingine, wakati unapita unajiona ufai, lakini Mungu anakuona shujaa. Sema basi amina. Sema basi amina. Guse mwenzako, mwambie tunakwenda. Unajua Roho Mtakatifu akutie nguvu leo. Usisimame kwenye hilo pito. Usikate tamaa kwenye hilo pito. Usione umefika mwisho. Usione watoto wako wataolewa na watajenga. Usione kama unafia hapa. Nataka nikutamkie, Mungu akutie nguvu na Roho Mtakatifu akutie nguvu. Ona kuna mahali unakwenda. Unanielewa vizuri? Sema shetani una mamlaka
ya kunizuia nani? Nani anapita akai kwenye majaribu? Amini wewe ni mpitaji. Na mpitaji huwa ashughulike na anavyoiona njiani. Anajishughulisha na huko anakokwenda. Iko hivi, kama Biblia inasema Bwana ndiye mchungaji wangu, alafu anasema nijapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti, Bwana yu pamoja na mimi. Sasa unapopita popote pale, jambo la kwanza, amini kwamba wewe ni mpitaji, hautafia kwenye hiyo taabu. Haijalishi nani amesimama anaongea cha kwake, naomba usiwasikilize. Siku zote mpitaji hajishughulishi na kitu anachokiona barabarani au anachokisikia au anachokiona. Unajishughulisha na unakokwenda. Kwa mfano, leo ukitoka, wakati ulipotoka kanisani au ulipotoka nyumbani kuja kanisani, kila mtu ametoka kivyake. Lakini ulipotoka kuna watu wengi umekutana nao barabarani. Wengine wafupi, wengine warefu, wengine usijui wakoje, wengine walikusemesha barabarani, wengine walikusimamisha, wengine kunaenda wapi, wengine walikwambia habari ya uzima. Vyote vile tu ulikutana na mambo mengi barabarani, lakini akili yako, hata kama nakutana na watu barabarani, akili yangu mpaka nifike kwenye Elisha, mpaka nifike kanisani. Why? Kwenye akili yako umeseti kwamba kuna mahali na kwenda. Si kama naongea na mtu mmoja ambaye haijalishi nani anasema, seti akili yako. Sema kuna siku nitamiliki nyumba nzuri. Sema kuna siku nitaokoa watu wengi. Sema kuna siku watu wataokoka kwa ajili yangu. Sema kuna siku familia mama itabadilika. Usijishughulishe na umbwa barabarani. Hivi unanielewa vizuri? Sema kuanzia leo sitaangalia haya, naangalia ile kusudi. Sema basi amina. Sema amina. Sema amina. Usiangalie mapito, angalia unakokwenda. Sema basi amen. Sema basi amen. Mwanangu, acha mbwa wabweke, songa. Yani haijalishi nani anazungumza, haijalishi nani ameinua vita, wewe mtazame Mungu. Mwambie Mungu, nilipoingia kwenye familia, mwambie Mungu, ndoto yangu nataka nifanye 1 2 3, nataka niwe shujaa, haijalishi vita imeinuka. Achana watu wanaokuchafua, watakuchafua tu. Wacha nikwambie, hata ungejifanya mwema bado utaitwa mbaya. Kwa hiyo elewa jambo hili, hakuna mtu mzuri duniani sana na hakuna mtu mbaya duniani sana. Kwa hiyo ukitafuta watu wa kusifu utakufa njiani. Wacha wakusifu wasikusifu, tazama mambo yako, songa mbele, fanya shughuli zako, muombe Bwana atakuvusha. Mwambie mwenzako, acha mbwa wabweke, shughulika na unako kwenda. Utamaliza ruti hapa mwanangu. Utabaki unasema nani amesema? Nani amesema? Fulani yuko hivi, fulani yuko hivi. Paulo naye hakutaka kujua dhoruba ipo, alijua anataka kufika mahali fulani. Unanielewa vizuri jamani? Unanielewa vizuri jamani? Nataka mtu aliyekuja hapa anayesema baba achilia anointing, ninachoona sioni vita, sioni kukosekana kwa kazi, sioni madeni, naona najenga, naona niko kwenye nyumba, naona miradi, naona afya, naona baba, naona mume wangu anakwenda kurudi, kahaba atamwachia, naona mke wangu anakwenda kurudi, kahaba atamwachia, naona kakaangu anakwenda kutoka kwenye kijiwe cha pombe. Haijalishi kwa sasa yuko katikati ya pombe, ninachoamini naiona ndoto. Nina ndoto na maono kwenye familia ya kwetu, naona wakija naona wakiwa watu wazuri, na tabiri kinabii ndicho itakachotokea. Sema amina. Achana na umbwa wabweke. Hii dunia ukifaa vizuri uwi, ukiwa huna kitu uwi, ukiwa nayo uwi, ukikonda kaisha, ukinyoa kipara siku hizi amefilisika, ukisukasuka mabutu wewe siku hizi ameishiwa, anagongea kwa wanaume, ukifaa siketi fupi uwi, ukirembua vizuri basi ukapiga wanja wewe siku hizi anajiuza ni kahaba. Hakuna kitu utafanya waseme yes. Hakuna. Ukitafuta waseme yes, utaingoja sana, utasubiri sana, utasubiri. Sasa waambie sina haja na nyie. Sema basi amina. Ukitafuta wakusifu wanadamu watakusifu, watakukosoa. Unaweza ukafanya kitu kizuri kwako ukaona ni kitu kizuri, wengine wakaona ni mbaya, wakaikosoa. Na mbaya zaidi, wanafiki wako kila kona. Na ni kwa sababu wako kila kona kwa sababu unachokibeba nacho kina nguvu kila kona. Ukienda kanisani wapo,
Hata ukiimba ukatingisha kiuno, siku hizi anatungisha kiuno utafikiri yeye hana kwenyewe. Ukiimba hajui hata kuimba. Hata kanisani wapo, sio kwenye familia yako wapo. Hata kanisani sio kila mtu anakuja kwa ajili ya kumfuata Bwana. Mwingine anakuja kukodoa tu mocha asikie kitu gani kinaendelea. Lakini nataka nikuambie, miongoni kwenye msafara wa mwamba kenge wapo. Kwa acha kenge wapige huku na huku, wewe mwamba songa mbele, tafuta chakula. Naongea na miamba, naongea na mwamba, naongea na mwamba, naongea na mwamba, naongea na mwamba anayebeba maono, anayebeba chakula. Wewe acha kenge apige huko. Kazi ya kenge watupe pembeni, wanakufanania tu, lakini wewe ni original. Original itabaki original, fake itabaki fake. Unamfahamu kenge? Kenge ni mdudu fulani ambaye kinamfanania nini? Mwamba. Kinaenda vile vile, kina miguu hivyo hivyo, alafu kinatembea, alafu ni kama vile vinatembea, yani kichwa kimekaa kama tofali. Yani akifuka barabara unaweza kumgonga, maana hajui anakoelekea. Anaenda huku, lakini mwamba anajua kitu anachofanya. Kwa hiyo kwenye msafara wa kenge, kwenye msafara wa mwamba kenge wapo. Hata kanisani kwenye msafara wa takatifu hata makenge wapo. Kuna wale makenge wamekuja tu, na mimi niwe Mkristo, nikifa nikizikwa nizikwe. Sikiliza Bwana, achana kenge wabaki kwenye viti, kwa sababu hata Yesu akija wanaweza wakabaki tu. Lakini miamba tutembee na utukufu wa Bwana. Miamba tutembee na mbingu. Miamba tutembee na Yesu wa Nazareti. Miamba hatuchezi na madhabahu. Miamba hatuchezi na mbingu. Miamba hatusikilizi wanadamu wanachosema, tunasikiliza mbingu inasemaje. Kenge anasikiliza dunia inaendaje. Kenge anasikiliza leo fulani kaambiwaje. Kenge anasikiliza fulani leo kafaa nini. Kenge anasikiliza amekuja leo na kiatu kilichotoboka, inakuhusu nini? Yani jamani, dunia. Mimi nimepata afya yangu, mnajaji, na wahusu nini? Mimi nimejenga nyumba, mnajaji, na wahusu nini? Wacha wajaji. Na bila kusemwa wewe sio mtu. Kama hujasema wewe sio nani? Mwambie mwenzako wewe ni kenge. Mguse mwambie wewe ni kenge. Mwambie wewe ni kinyonga. Kwa sababu hata kwenye madhabahu ya Mungu kuna kinyonga. Akija kanisani ni mwema. Haleluya. Na vichao ndivyo vilivyo. Wachawi ndivyo walivyo. Unafikiri waende kanisani? Wapo. Nini? Vinageuka kama kinyonga. Akiwa kanisani, Bwana wewe, Bwana wewe, sisi ni watakatifu wako. Bwana, sisi ni wewe. Anasema hivyo. Huku Bwana anamwambia, wewe ni kinyonga, wewe ni kinyonga, wewe. Vinajipendekeza tu madhabahuni. Vinajipendekeza kwa watumishi wa Bwana. Vinajipendekeza kwenye kwaya. Lakini vina vituko mitaani. Hawajaamua kutembea na Bwana. Vina vituko ya kutembea na waume za watu. Halafu unasema nijapopita. Mungu anataka kutembea na watu ambao wameamua kuachana na dunia. Wanasema hatutaki vitu vya dunia, tunatembea na Bwana. Hatutaki uzinzi, hatutaki wizi, hatutaki maneno, tunatembea na Bwana. Watu wanaopita kwenye mapito wakafaulu ni watu wanaosema hatutaki habari ya maneno ya kidunia, nataka neno moja tu kutoka kwa Bwana. Bwana anasema nini? Mungu anasema ujapopita kwenye hilo pito niko pamoja na wewe. Mungu anatembea na wanaotembea pamoja naye. Kitabu cha Warumi inasema Bwana hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Mtu anayetembea na Bwana, wewe pambana naye uwezavyo. Hawezi akafa, hadondoki na hata ishiwa. Naongea na watu ambao leo nawaleta kwa Yesu, na wapeleka kwa Yesu, hawatabaki kama walivyo, watainuliwa viwango. Wewe Bwana atapitaje na wewe? Watapita na wewe kwenye bonde la uvuli wa mauti, alikwamba umeumiza watu. Huko ulikotoka wanalia. Mwambie mwenzako pita na Bwana.
Unalia kwa sababu upiti na Bwana, unapita na vituko. Wangapi ni miamba hapa? Wangapi ni mwamba? Ni mwamba, ni miamba hapa. Ninakutamkia kuwa mwamba wa Yesu Kristo. Sema mimi ni shujaa. Hey! Shujaa tishiwi. Yeye hata kama jirani akaja akapiga kisausi kimekaa vizuri, unasema sisi mashujaa tutishiwi. Tunaona nyumba nzuri kuliko hizi Bwana. Yana hata mtu akija na toroto, yana akija na toroto na pikipiki yake na wanakwaga na makusudi. Amenunua pikipiki mpya, anafika karibu na geti lako. Hao mwingine amefaa tu kanguo kidogo, kanatembea mbele yako uone. Yaani sawa kufaa ni kuzuri, lakini usivae uje unitambishie. Miamba hatutishiwi na vitu. Mashujaa watishiwi na vitu. Mashujaa watishiwi na magari wala na maduka. Umefungua kwa wakati wako, ninachojua wakati wangu unakuja. Unakula chakula kizuri kwa sasa, sikitamani. Wakati wangu unakuja, nitakula nako sasa. Naongea na mtu ambaye haogopi shida. Shida inakuja, atapita kwenye shida na atafaulu kwenye shida. Kukuzuia na watangazia na wao wakupisha upite, maana saa yako ya kuzaa kusudi la Bwana imefika. Kuna roho itapita ndani ya mtu mmoja leo. Kuna mashetani yatapanguliwa tu, na kuna upenyo utaachiliwa muda sio mrefu. Kuna kazi itaachiliwa muda sio mrefu. Nisikilize, kuna kazi itaachiliwa muda sio mrefu. Sio mpaka nikuwekea mikono. Wakati nahubiri hivi, kuna nguvu inatembea katika ulimwengu wa roho. Wale mashujaa wanaosema nijapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti, ingawa nachekwa, ingawa nimetangaziwa kifo, lakini nitapita na Bwana. Nitapita na Bwana. Nitapita na Bwana. Wametangaza nitaondoka kwenye hii boma. Hawajajua niko na Bwana. Hawajajua siko mwenyewe. Walifurahi walipoona mume wangu amegeuka. Wakasema haya, tegemeo lake limekwisha. Hawajajua simtegemei mume, sitegemei mke, sitegemei shemeji mtu, nategemea mbingu. Hawajajua napita na Bwana. Wakaachilia roho ya mateso na magonjwa. Wakasema magonjwa itamtoa, njaa itamtoa, hata kupigwa kwake kutamtoa. Wakakuta unasema nijapopita kwenye kupigwa, napita na Bwana. Wajaponitenga, napita na Bwana. Wanasubiri ukate tamaa ukimbie, wanakukuta bado unasimama imara. Kitu gani kinatokea? Hauko mwenyewe, uko na aliyekuleta duniani. Hauko mwenyewe, uko na aliyekuamuru wewe hapo ulipo. Ninatabiri kinabii, kuna mahali utakwenda na hautakufa. Sema amen. Sema amen. Anasema nyenyenyenyenyenyenyenye kinamrudia mchana peupe. Sema fire. Nijapopita nitapita na Bwana na sitakufa. Na watangazia wanaosubiri mwisho wako, wataisubiri sana. Sema mtasubiri sana. Mtaona mema yangu. Sema mtaona mema yangu. Achana na umbwa mwanangu. Usijishughulishe na umbwa. Jishughulishe na unakokwenda. Jishughulishe, tazama mbele. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Sema amina basi. Watu wanasema ukiwa na Mungu utapita katika majaribu. Hii ni lugha ya kuwafanya watu waokoke. Watu wa Mungu ndio wanaojaribiwa sana. Anayempenda Mungu ndiye anayejaribiwa sana. Kwa Yesu tambarare. Kwa Yesu tambarare. Kwa Yesu tambarare. Kwa Yesu tambarare. Hebu piga kibodi. Kwa Yesu tambarare. Kwa Yesu tambarare. Kwa Yesu tambarare. Kwa Yesu tambarare. Hebu tupige makofi. Kwa Yesu tambarare. Kwa Yesu tambarare. Kwa Yesu tambarare. Kwa Yesu tambarare. Nani amekudanganya? Nani amekwambia kuokoka ni rahisi? Hii ni lugha tu ya watumishi kuwadanganya. Kwa Yesu kuna, ni kweli kwa Yesu kuna kila kitu. Haleluya. Kwa Yesu ni tambarare. Ukiwa na Yesu hakuna kitakacho kupiga. Hiyo ni uongo tu. Paulo anasema na utumishi wake wote na upako wote alio nao, anasema tulipofika pwani tulikutana na dhoruba. Adui anainua vita wasifike ngambo ya pili.
Naongea na mtu mmoja anayepita kwenye vita. Hiyo vita inakupinga, umefika katikati ya barabara. Usikate tamaa, kuna mahali unakwenda. Wanainuka wanafiki kukuvunja moyo, waambie nitakwenda wala sitarudi nyuma. Yamsema kwa Yesu sio raha. Mwimbaji mmoja alimba akasema, si njia rahisi kutembea na Yesu, kuongoza safari mazito huyarahisisha. Si njia rahisi kutembea na Yesu, kuongoza safari mazito huyarahisisha. Mtu anayesema anampenda Bwana ni shamba la majaribu. Mtu anayependwa na Mungu lazima ajaribiwe. Na Mungu anapoachilia majaribu, anataka kuonyesha maadui zako ya kwamba uko pamoja naye. Na Mungu hatakuacha, lazima maadui zako wadondoke moja baada ya nyingine. Tena watasarenda, watasema hatukujua Zakayo, hatukujua mama Alfa, hatukujua mama Joishi ya kwamba yuko na Bwana. Nimeona moto ambaye si wa kawaida. Nataka niongea na mtu ambaye kuna nguvu itapita ndani yao leo, alafu watawakanyaga maadui zao ili Bwana ajitwalie utukufu. Sikiliza, heshima yako ni yale mapito, na heshima ya mtu wa Mungu ni maadui zako kuaibika, ili wajue uko na Mungu. Sema basi amen. Sema amen. Mtu anayependwa na Mungu ni shamba la majaribu. Mimi sikudanganyi mwanangu, njoo kanisani kwangu, maana ndio maana kila kitu haki ya Mungu nakwambia kuna. Ukija kwa Yesu, kama ulikuwa unataka kuolewa, ulikuwa na wanaume karibu 10 wanakufuatilia, na kabla hujaokoka kila mtu anakuambia I love you, sweet na nini. Ukija kwa Yesu anakata wote. Yesu anakata wote. Yesu anafanyaje? Yaani kabla hujaokoka, yaani kila saa message I love you. Na shida 2000 unatumiwa. Na shida 10,000 unatumiwa. Yaani marafiki wanakuzunguka kila wakati. Ukija kwa Yesu wanakata. Unabaki mwenyewe unasema sasa ndio kuokoka eti. Yaani ukija kwa Yesu paka majirani, paka wake wenza, siku hizi unajua ni mlokole, wanakata. Paka mashemeji wanakata. Na kwa sababu uelewi, unasema kama ndio kuokoka ndio hivi, ni bora tu nirudi kwenye pombe. Nirudi. Haki ya Mungu nakwambia umeloba. Yaani ulipookoka, ingawa bado sasa una kitu, ulimwengu wa roho inakuona ni fire. Ulimwengu wa roho kuna kitu umepokea ambacho wao hawana. Kwa hiyo umekuwa tishio kwao. Hata kama hatakusaidia, Mungu ana milango mingi, atainua watu wengine, atainua milango mingine ili wakubariki. Sema sitamwacha Yesu. Sema fire. Sema fire. Wokovu ni nini? Ni vita. Sema vita. Anayempenda Mungu sana, ujue ni shamba la majaribu. Nakwambia Yesu alipendwa na Mungu. Wakati anabatizwa, sauti inatoka kutoka mbinguni. Kwenye kitabu cha Mathayo 3 mstari wa 16-17, ukiona mapito ujue unapendwa na Mungu. Majaribu sio dhambi, bali ni mahali pa kuandaliwa. Anasema huyu ni mwanangu ninayependezwa naye, msikilizeni yeye. Nenda kacheke msalaba ulivyomchakaza Yesu. Na alipendwa na Mungu. Ukipendwa na Mungu utajaribiwa sana. Mungu anamwambia Yesu, anabatizwa Yesu kwenye mto wa Jordan. Yohana anamwambia sistahili mimi kukubatiza wala kufungua kiatu cha miguu yako. Alafu anamwambia nastahili kubatizwa na wewe. Yesu anamwambia kubali hivi unibatize ili kutimiza maandiko. Alafu maandiko anasema Yesu akabatizwa. Alipobatizwa anatoka Jordan, sauti inatoka mbinguni, huyu ndio mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, msikilizeni yeye. Kamkute Yesu alivyochakazwa na mapito. Kakuta alivyochakazwa na majaribu. Lakini mwisho leo ameweka dunia chini ya miguu yake. Yale mapito yanayokuchakaza, naona maadui zako wataramba mavumbi yako. Maadui zako watakupigia saluti. Hebu sema saluti.
Sema basi amina. Wangapi wanasema nitashinda na zaidi ya kushinda? Sema nitashinda na zaidi ya kushinda. Ukipendwa na Mungu utajaribiwa sana, na ukijaribiwa sana utashinda sana. Ukishinda sana na utukufu utakuwa mkuu sana. Ukipendwa na Mungu utashinda sana, na ukishinda sana utukufu utakuwa kubwa sana. Wangapi wananielewa mahali hapa jamani? Wangapi wananielewa mahali hapa? Mwanamke anayeumwa uchungu sana ndiye anayezaa mtoto mrembo mzuri. Mwanamke mwenye uchungu, mwanamke ambaye analia, mwanamke ambaye ana uchungu mpaka anatamani kifo kije, ndiye anayezaa mrembo mzuri sana. Hivi unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Narudia tena, mwanamke mwenye uchungu. Ile uchungu sio uchungu, achana uchungu, sema uchungu. Wewe kama hujawa mama kaa pembeni. Lakini mwanamke mwenye uchungu sana ndiye anayezaa mtoto mzuri sana. Siku umeona unaambiwa una mimba, umefikisha miezi 9, unaambiwa unaingia leba, halafu una uchungu, unaambiwa panda kitandani, unapanya tu hivi, ukishikia tu elewa imekuja njiti. Mtoto hayuko hapo. Hujazaa kitu. Hamna kitu. Siku umeenda leba, alafu umepika pale, daktari anakuambia, unasema daktari nasa, unaambia nini? Na daktari mzuri huwa sio yule anayekwambia pole pole pole, asante, utaua mtoto. Daktari mzuri ni yule ambaye ukiwa kule chumbani anakuambia, wewe unasemaje? Nesi wewe panda hapo. Nesi nini? Panda hapo. Panda hapo. Wewe huo ndio daktari mzuri. Mtumishi mzuri ni yule anayekwambia mapito yapo, majaribu yapo, vita vipo, lakini koma utashinda. Ninatabiri kinabii utashinda. Watoto utapata. Nani amesema utapata watoto? Ukiona tu unaingia leba, alafu daktari anakuambia haya anza kupush, unasema daktari anakuambia ongeza mama, ongeza shujaa anakuja. Yes. Mbia funga mdomo. Haya kusanya pumzi tena. Unasema Mungu sitaki tena, shindwa shetani. Yeye hata mume wake akitokea baambia mume wake amekuja hapo, unasema shindwa, sina mume, sitaki. Ujue kuna kitu kinakuja. Kishaona tu kelele inakuja, kishaona tu nalalamika, kishaona tu maumivu, elewa kuna kitu kinakuja. Kuna biashara inakuja, kuna ndoa inakuja, kuna mtoto anakuja, kuna duka linakuja, kuna elimu inakuja, kuna mchumba wako mzuri anakuja. Kishaona tu maneno yamekuwa mengi mpaka moyo unauma, elewa kuna kitu kinakuja. Kuna watu wanapita pagumu na waona kuna kitu kinakuja. Waliokucheka watashuhudia mtoto, watashuhudia nyumba, watashuhudia gari, watashuhudia afya, watashuhudia mnashikana mikono na mume wako, watashuhudia watoto wako wamefaulu ingawa walisema wanashika 0, watashuhudia kitu. Naongea na mtu mmoja anayepita, naongea na mtu mwenye uchungu. Kuna kitu kinakuja. Kishaona wako wanakusema sana, waambie semeni haya maumivu nilionayo, kuna kitu kinakuja. Kuna kitu kinakuja. Emsema kishaona maumivu milioni, kuna kitu kinakuja. Kuna kitu kina sema kwa sauti, kuna kitu kina. Ukishaona daktari anakuambia haya push, unasema mgongo mama ripo. Utaongea na Kiingereza kama ujui, utaongea na lugha zote kama ujui. Unafikiri kuzani kazi rahisi wewe nini? Wewe angalia, kuna watu nimeshawafikisha kule, anaikumbukia
Na uzuri moja, kila mtoto huwa anakuja na uchungu wake. Haifanani. Wewe ukasema juzi nimezaa wa kwanza hivi, ikija ya pili unaenda na moshe nyingine. Ikija ya tatu unaenda na moshe nyingine. Alikuwa anakalia huko safari hii. Alafu na maumivu ni tofauti tofauti. Kila baraka inapokuja haiji na motion hii uliozoea, inakuja na motion nyingine. Kuna watu watainuliwa kupiga vita, utaona wanakuchukia, kumbe wameinuliwa ili wakusukume mahali fulani. Narudia kinabii, ukimpiga chura teke ni kama unamwongezea spidi. Kuna watu wanakupiga vita, wanakuongezea spidi. Usisimama hapo, songa. Ukimpiga chura teke unamwongezea spidi. Anayekusema ongeza spidi, anayekusema usimsikilize ongeza spidi. Mwambie unaniongezea mwendo nikimbie kwenye madhabahu ya Alfa na Omega, unaniongezea mwendo nikae kwenye magoti, unaniongezea mwendo nitafute uso wa Bwana. Mwambie mwenzako, wewe wanaokupiga vita wanakuongezea mwendo. Hata kama kichwa kimekaa kama tofali, usiogope. Madamu hujafa bado unaweza kufanya kitu. Unasikika kweli mahali hapa? Sema fire. Mguse mwenzako, mwambie haya maneno sio maneno, ni nguvu ya kutupeleka viwango. Haya. Sema basi amina kama unabarikiwa. Kwa hiyo unashangaa ukishaona dalili za mimba, uko leba, daktari anakuambia wewe, elewa imekaribia kitu inakuja. Kuna kitu inakuja. Wewe. Yaani mpaka daktari akiona unajitahidi sana, unashangaa na kusaidia. Akishaona nchi imefunguka, anakukanyaga kwenye kifua, alafu anakusaidia. Unashangaa kilio. Alafu nasema asante Bwana. Si ajabu unazimika kwanza. Yaani kuna mtu anazimika kwanza kede. Alafu daktari anapokea mtoto. Wewe sikiliza, huo uchungu ndio unaomfanyaga kijana aseme oi mamangu. Huo uchungu ndio unaomfanyaga mtoto aseme oi mamangu. Sijawahi kuona hata mzee mkubwa akisema oi babangu, anasema tu oi mamangu. Huo uchungu ndio unaosababisha, sio kama naongea na watu wanaonielewa. Huo uchungu ndio unaosababisha usimsahau mama yako. Huo uchungu ndio unaokufanya uchukue kitenge umpelekee mama yako. Huo uchungu ulionao ndio utakaoleta zawadi. Huo uchungu ndio utakaoleta mafanikio. Huo uchungu ndio utakaoleta maduka. Huo uchungu ndio utakaoingiza mtoto kwenye tumbo lako ili walio kucheka waibike. Punga mkono kama unanielewa. Unanielewa vizuri? Yaani uliyeimbwa hawalewi na unajua na uchungu. Hiyo uchungu inazaa kitu. Kishaona uchungu ndani. Uchungu unapokuja, kuna uchungu mara mbili. Kuna uchungu unaokuja kama dalili ya kujiua, kataa maana roho ya mauti. Ukishaona uchungu unakuja, kwa sababu kuna vitu una miss kwenye maisha, ile uchungu haiji hivi, inakuja na kitu. Penina alimtesa Hana kwa sababu hana mtoto. Maandiko yanasema Penina, masimango ya Penina, uchungu na maneno, karaha, kejeli ilimfanya Hana aumie kila siku, na ile uchungu ilimsogeza madhabahuni. Siku moja aliomba mpaka akawa anaongea kama mlevi. Eli akamwambia utapoteleza, utalewa mpaka lini? Akamwambia mume wangu usijalewa, ila niache, nina uchungu moyoni. Eli akamwambia nenda na Bwana akujalie haja ya moyo wako. Samueli akapatikana. Samueli alipopatikana, Penina akashangaa. Nataka nikuambie, Samueli wako anakuja, Penina na nyumba yake yote itadondoka chini. Alafu Samueli wako akija, anakuja mtoto shujaa, anakuja nabii, anakuja mwalimu, anakuja dokta. Kuchelewa sio tatizo. Yamkini umechelewa kwa jambo fulani. Nataka nikuambie, Hana alichelewa, lakini saa ya Bwana ilipofika, Samueli alikuja. Kilikuja kilicho kamili. Yamkini unaona umechelewa kujenga, lakini Bwana atakapoachilia, hakuna kuchelewa kwa Bwana. Kila aliyefikiria ametangulia, watashangaa Mungu wako. Naongea na mtu mmoja anayesema nimechelewa kuzaa, nimechelewa kuolewa, nimechelewa kufanya hivi. Ninakutabiria hujachelewa. Muda ni wa Mungu. Tulia. Relax. Alafu naangalia.
Alafu najiuliza, hivi ile maumivu alikuwa wapi? Naambiwa, mama, ngoja tukuletee mtoto. Kinaletwa bonge, handsome wa kijana, handsome kapindi fulani naletewa. Alafu namwangalia hivi nasema, yani maumivu yote hayapo. Maumivu yote yafanyaje? Hayapo. Kila anayekuja shangaa saa 12 vinakuja vimama. Mama mkwe, si mke mwenza, sijui shemeji mtu. Nimesikia shemeji yangu yuko hospitalini. Fanya vinakuja vijadi, vinakuja na visimu cha chai. Jamani, Mungu amemjalia. Vinaingia wote hodini. Wanakuta, naambia, watoto. Wanafiki waliokuwa wanasema atafia leba, wanadondoka nyumbani pa. Waliosema atajaliwa mtoto, wanadondoka pa. Naona wanafiki watakaodondoka mwaka huu na pressure. Pressure tu. Pressure tu. Pressure tu. Pressure tu. Ninaona watu watakaopelekwa leba ya ulimwengu wa roho leo. Ninaona watu watakaopelekwa leba ya ulimwengu wa roho leo. Si kama naongea na watu walio kwenye level ya ulimwengu wa roho. Ninaona watu watakaopelekwa kwenye leba ya ulimwengu wa roho. Yani watu ambao siku zao za kuzaa watoto, za kuzaa nyumba, za kuzaa baraka, za kuinuliwa zimeshatimia. Miezi 9 imeshatimia. Bwana alishaamuru, lakini wamezuiliwa. Na waona wako leba. Na waona wako leba. Na wakiwa leba, kuna wachao wanapiga ndumba wakisema tunazuia mtoto kwenye tumbo. Na waambia mtoto azuiliwi tumboni. Saa imefika, ninakata kamba. Nataka mtoto alie, mtoto wa biashara alie, mtoto wa nyumba ilie, mtoto wa afya alie. Kijana wake asikika ana kazi, kijana wake ajenge mahali, mama yake ainuliwe, baba yake aponywe, familia ya kwenu irejeshwe. Si kama naongea na watu wanaonielewa au naongea na watu ambao wako level chini ya chini. Ninatamka nyanyuka, sema na kwenda leba leo. Si kama naongea na watu wanaonielewa hapa. Si kama naongea na watu wanaonielewa hapa. Kuna watu leo wanakwenda leba. Kuna watu leo watakwenda. Wewe nikwambie, kuna mtu hajanielewa ninachosema. Kuna jambo Mungu amekuandalia, lakini bado saa yake. Unaelewa vizuri? Okay, ngoja nikupe mfano tu, mfano wa mimba tu utanielewa. Mimba ukishatungiwa, tena zile starehe za mwanzoni, inachafuaje? Kwa siku ngapi? Siku 6 ngapi? Au mwezi? Kila saa. Kila saa. Mara uletewe chips ulikuwa unatamani. Ya hasira za hapa na hapa. Inasumbua. Lakini bado wakati wake. Inaendelea inakuwa miezi 6, miezi 7. Unaanza kubadilika, unasikia mabadiliko. Baada ya miezi 5, 6 unaanza kusikia kinanguruma kidume. 7 unasikia kinacheza. Hapa kuna mtu. Kuna mtu naongea naye hapa. Mimba ya nyumba inacheza. Mimba ya kuolewa inacheza. Mimba ya kupakata watoto na umeambiwa utazaa inacheza. Si kama naongea na watu wanaonielewa mahali hapa jamani. Sema fire. Wangapo wananielewa nisimwache hata mtu mmoja. Nataka leo niombe. Sema leo maombi atapita hapa. Sasa ikishafika miezi 9, miezi 8, unaanza kuona mara ageuke. Mara kuna saa ukilala hivi unasikia mpaka kuna saa unasikia anacheka. Au kuna saa ukikaa kwenye kiti unashangaa katumbo kanacheza. Wewe God so tulia bana. Na kinakuwa na makusudi. Ikishafika miezi 9, miezi 8 mpaka miezi 9 kinakuwa na makusudije. Ikishafika miezi 8 inaenda wa 9 inakuwa na makusudi bela. Yaani unashangaa unaenda kana kukanyaga. Unashangaa unasimama tu hapa kwanza. Huyu ndio Mungu. Nazungumza habari ya huyu Mungu anayeweka mtu ndani ya mtu kimiujiza ya ajabu. Daudi akasema naliumbwa kwa jinsi ya ajabu, nilikuwa tumboni mpaka nikapata mifupa. Mheshimu mama yako. Heshimu mzazi. Heshimu mzazi. Mungu ni Mungu wa pili duniani. Tunaye Mungu miwili duniani. Ndio hapa. Kuna Mungu juu na kuna Mungu duniani. Mzazi ni Mungu wa pili. Mzazi ni Mungu wa pili.
Mzazi ni Mungu wa pili. Hata kama baba yako mamako ni mvuta bangi, ni mvuta sigara, mzazi ni mzazi tu. Mzazi ni mzazi tu. Mtendee mama yako mema, baba yako mema, ni mzazi wako tu. Na ukitaka kufanikiwa, mheshimu mama yako. Huyo ndio Mungu aliweka. Kisha fika miezi karibu 6 kinakuwa kikorofi. Mara unashangaa umepika uwali, yani ndio ulikuwa na harufu ya wali. Una harufu, unatamani, ikisha tegua tu pop kinagoma. Sema staki. Mimi nishangaa mke wangu. Mambo ya kwanza ni tofauti, ya pili ni tofauti. Unashangaa nimekaribia nyumbani, leta nyama. Alafu nakimbiza nyama, ananiambia sitaki tena, umechelewesha. Sasa mimi kama sio kidogo ningemwasha makofi. Hali ndio mimba. Na wakati wa mimba ikishafika miezi hizo, unashangaa kila wakati unaenda kliniki, na kadi ya kliniki unakuwa nayo. Sema kadi ya kliniki. Na ukifika kwa daktari, unashangaa daktari anakuambia, "Haya, na miezi mingapi?" 6. "Haya, hebu pandia hapo." Unapandia kale kameza, unanyosha tumbo hivi. Kinaletwa kimashini fulani. Kinaletwa mashini fulani, kinakuongeshwa. Umeona sasa? Anakuambia geuka hivi. Anashusha karibu na tumbo. Anaweka karibu na chembe ya moyo. So nipe makofi bana kama ni kweli. Sasa sikiliza. Kuna watu mnabeba mimba za baraka, za heshima, za utukufu, lakini bado saa. Na wakati bado saa, Mungu anakusukuma uje kliniki. Kliniki ni wapi? Kwa Elisha. Kliniki ni wapi? Kwenye madhabahu. Hivi nasikika kweli mahali hapa? Hivi nasikika kweli mahali hapa? Ngoja nikwambie, si kwa nyakati mimba inatesa. Mpaka unasema sio nataka kutoka, mara inashtuka. Unaenda daktari anakuambia, anaweka kipimo. Anakuambia, unasikia huku chini. Nini? Huku chini. Anakuambia ngoja, analeta kipimo fulani, anaingiza mahali fulani. Anakuambia mimba imeshtuka. Imeshtuka, inataka kutoka. Sasa tufanyeje? Hebu lala hapa. Unapewa kama kitanda kama masaa kadhaa, kanatulizwa jamaa. Unajua nini? Kuna mapito unapitia. Mpaka unafika sema bora kufa kuliko kuishi. Na Mungu anaangalia kanyumba kamekaribia, kamme kamekaribia kuachiliwa mahali. Mimba yako imekaribia. Nyumba yako, gari lako limekaribia. Kijana wako kwa imekaribia. Harusi ya kijana wako muda, yani Mungu anaona kama miaka 2 utaimba mwenyewe. Anameremeta na unatingisha kiuno, unakula keki ya mtoto wako. Na angalia mimba yako, unasema lini basi Mungu nitaona kijana wangu akijenga? Lini basi nitaona mwanangu akipakata watoto? Lini basi nitaona vituko na vijukuu? Mara ni kama nakufa. Ndio kabisa kijana kwa mlevi anaenda hivi. Mama, umepika hiyo chakula. Unasema aya mwanangu, nenda basi hapo na kuleta. Unasema ya Mungu, lini utanikumbuka? Mimba inashtuka kutoka. Hiyo ni mimba. Kwa hiyo Mungu anakusukuma kwa Elisha. Anakuambia nenda kliniki. Kifika kwa Elisha, Elisha anaweka kipimo. Mungu anampa somo, na hilo somo ni kuweka vipimo kwenye mimba za watu. Sijui kama nitashinda kwenye baba. Kasimu ya panya iko wapi? Naona tusizani kama nitaolewa. Cha upumbavu. Nani nimekuambia utakufa? Ni mapito tu yanauma. Lakini nimetuma nikwambie usiue mimba. Wacha kuua mimba. Wengi wanakusubiri, acha kuua mimba. Hauondoki kwenye hiyo boma. Nani amesema? Waliosema watashangaa kwa macho yao, maana wamesema utapakata, watasikia kelele ya mtoto. Walisema utajenga, wataona sau zinashuka pale pap. Wangapo wanasema leo mimba yangu inawekwa kipimo? Hujachelewa. Sasa mbona nimeomba nipate kazi, sijapata kazi? Subiri bana. Mwenye kipimo yupo. Sio unasikia daktari anakuambia, okay. Wiki ya ngapi leo? Wiki ya ngapi?
Sijui wiki ngapi. Okay. Tunakadiria kwenye tarehe 12 mpaka hapa utakuwa na neema ya Mungu. Sasa hapa katikati Elisha anatakiwa kulinda sawasawa mimba yako. Hapa daktari anatakiwa kuweka ulinzi sawasawa. Nimetumwa nihakikishe kuna watu leo wanalia, lakini tarehe kama tarehe ya leo watakuwa na furaha ambaye angalia mtu amekaa sida ya watu wangu wako hapa. Naongea vitu vikubwa mtu ameala nasema tarehe kama tarehe ya leo. Ngoja nikwambie, kwani Mungu alimwambiaje Ibrahim? Sara alikata tamaa. Sara akasema zizani kama nitazaa tena. Siku malaika wametembelea nyumba ya Ibrahim. Maana Mungu kabla hajakubariki anatanguliza kwanza mapito. Mungu anakuambia unakwenda kuzaa mwanangu, unakwenda kupata kazi mwanangu, unakwenda kuwa mtu mkubwa. Mungu anaposema na wewe hakuambii unakopita, maana utakimbia. Alipomwambia Ibrahim toka wewe kwenye familia ya babako, jitenge na miungu ya Tera, jitenge na familia ya kwenu, halafu nitakupeleka kwenye nchi nitakayokupeleka, halafu nitakubariki. Ibrahim alifikiria akitoka leo anakutana na baraka, anakutana na vitoto. No. Alipotoka anasubiri alichoahidiwa na Mungu, haoni. Maandiko yanasema akachukua na Lutu, akitegemea yamkini Mungu anachosema ni uongo. Mungu asemagi uongo. Mungu asemagi uongo. Ingojea ahadi za Bwana zitatimia. Mungu anatembea na Ibrahim. Maandiko yanasema akafika mahali Mungu akaachilia vita, akamtegemea Lutu kama ndugu yake, kwamba hata nikifa Lutu ataniridhi. Wakati mawazo ya Mungu sio hayo. Mawazo ya Mungu, hautakaa kwenye nyumba za mashemeji yako miaka yote. Mawazo ya Mungu, hautakalia kwenye kabaa miaka yote. Mawazo ya Mungu, hautakalia kitenge kimoja miaka yote. Mawazo ya Mungu, hautabaki na afya hiyo miaka yote. Kuna mtu namuona nyumbani kwake kuna geuka inakuwa kama jiji fulani. Mawazo ya Mungu. Akabaki anamkumbatia Ibrahim. Lutu. Mungu akasema ni mpumbavu, hataki nipite niseme naye. Huyu na Mungu akasema, Mungu akusema na Ibrahim kipindi hayuko na Lutu. Mungu akasema na cha kufanya achilia vita. Mungu akaachilia vita. Wafanyakazi wa Lutu wakachapana. Walipochapana Lutu anasema, Ibrahim wacha niondoke niachane na wewe. Sikiliza, kuna vita itakuja. Kuna watu mtagombana. Na mtagombana, utaki kugombana nao, lakini mtagombana nao. Lengo la Mungu kuachilia vita. Yamkini ukaona ni vita, ukaona shetani, ukamlaumu shetani. Ziko vita vingine sio shetani, ni Mungu anaachilia. Maana yamkini uko na mtu ambaye ndio sababu ya maisha yako kutokwenda. Nataka nikwambie kuna watu uko nao ndio chanzo cha kutobarikiwa, ndio chanzo cha kutopiga hatua. Nataka nitangaze kinabii, wale watu ambao ndio chanzo cha kutofanikiwa kwako, leo vita itokee. Wakuache tu. Sikiliza, Lutu hakuwa mchawi. No, kuna watu hata kama sio wachawi hawatakiwi kuwa kwenye maisha yako. Kuna mtu akiwa kwenye maisha yako hata kama sio mchawi analeta mikosi. Kuna mtu akiwa kwenye maisha yako hata kama anaongea kama malaika, Mungu hataki awe na wewe. Na usiogope wakiondoka. Sema basi amina. Sema basi amina. Sema basi amina. Binti moja akaniambia, baba, kuna kijana ananiacha, nimempenda. Ndio moyo wangu baba. Naomba uniombe. Nikamwambia, dada, mbona Mungu ananiambia si wa kwako? Baba, sitaki hiyo sauti. Hiyo sauti yako ni ya shetani. Kwa hiyo hata mwingine aliwahi kufika hapo, mnafahamu, alitokea Karatu. Anasema tu alikuwa na shida moja, akipanga kukutana na mwenzi wake hawakutani. Mnakumbuka yule dada? Nikamwambia, dada, mbona Mungu anasema hivi? Yule akaniambia, baba, niombee bana. Kwa nini? Sioni wako ni hawa tena. Nina miaka 5 na yeye. Kwa hiyo baba, nampenda eti. Ndio sabuni ya moyo wangu. Mungu nisaidie. Ngoja niseme neno la mwisho alafu niondoke. Niseme nisiseme. Sema basi amina. Ngoja nikwambie kitu kingine nimalize. Usije ukafikiri mtu akilia sana ni kwamba amekataliwa na Mungu. No, vilio vingine sio laana. Yesu alilia mpaka akasema, baba, mbona umeniacha? Kuna vilio vingine ni vya kuleta baraka. Hujawahi kupata fedha mpaka unacheka mwenyewe. Kuna vilio vingine vya kuleta baraka. Sio kila kilio ni laana. Kuna vilio vingine vinaleta baraka nyuma. Sema amen. Sema basi amen. Sara aliambiwa utabeba mimba, akacheka. Kuna vicheko vinakuja wakati
wakati ukiwa kwenye magumu. Unasema magumu. Niko nasema Mungu anamtembelea Ibrahim, anamwambia Sara mkeo yuko wapi? Anasema yuko kwenye hema. Anaambiwa majira kama haya atapakata mtoto. Sara akasema hata hawa waliokuja hapa sijui ni mimi kabibika Kongo. Mimi nitajenga. Mimi nitaolewa. Mimi nitashinda kwenye boma. Mimi. Kuna vicheko vinakuja wakati umejikataa. Kuna baraka zinakuja wakati umechoka. Hivi naongea na watu wanaonielewa mahali hapa. Sema basi amina kama unabarikiwa. Sema amina kama unabarikiwa. Mchumba atakuja atakuchumbia, unachukia, unachukua kioo unajiangalia, mdomo unakaa kama vile chapati, mpaka unasema ni mimi ndio Bwana anasema na mimi, lakini wewe ndio. Mungu anamwambia Sara utapakata mtoto. Alafu Sara anacheka. Alafu malaika anamwambia mbona Sara mkiwa amecheka? Anamwambia je, kuna jambo gani gumu kwa Mungu? Mwanangu, kuna saa neno la Bwana linakuja kama linavyokuja leo. Inaambiwa naiona nyumba yako ya sauti nzuri na TV nzuri. Unasema Elisha umesemaje? Yeah. I am telling you. Unaambiwa dada, Mungu anasema mwaka anakuja, mwaka utafunga harusi. Elisha anaangalia nyuma. Wangapi wanamkumbuka Freddy? Freddy alikuja kanisani kamwambia wewe mzee. Anaangalia nyuma. Ni mimi au mwingine? Sikiliza, ni wewe ndio Bwana anasema na wewe. Mungu anamtuma Elisha. Unaambiwa naiona harusi nyumbani kwako. Naona watu wanapigana meremeta. Mama Lebati, naona jambo linatokea. Hivi Mama Lebati yupi? Yaani Mungu anakuja kipindi ambacho kila mwanaume anakukataa. Unaambiwa dada, Mungu anasema nakuletea mchumba. Kijana, unakwenda kwa dada mzuri. Ni mimi. Unaenda unachukua kioyo. Unajiangalia kwenye macho, unashedua macho, unaona kana yamekaa kama ngichumba. Alafu unaangalia macho yameenda na kama yemenye minyoo. Alafu unaangalia sura imekauka kama mboboro ikadang. Unaangalia na huku hauna, huku imekuwa flat. Ukitembea ijulikana unaenda mbele wala nyuma. Yaani ukifaa ngishida kama sketi, inasema sina habari, sambula. Yaani inaenda hivi na kurudi. Yaani mifupa inasema sina habari na wewe, nyama inasema sina habari, damu inasema sina habari, na nguo inakwambia hatukutambui hata kidogo. Unaenda kwenye kioo, unaangalia kioyo, unaangalia na kichwa kimekaa kama tofali iliyokataliwa na fundi. Mdomo umekaa kama chapati. Unasema my God, ni mimi kweli? Ndio wewe Bwana anasema. Narudia, ni wewe ndio Bwana anasema. Nyumbani kwako kuna sherehe inakuja. Nyumbani kwako kuna mtoto nasikia analia katika ulimwengu wa roho. Nyumbani kwako nasikia na magari ya material inabisha mlango mwaka huu. Sijui kama naongea na watu. Nyumbani kwako naona mume wako anatupa pikipiki, anakanyaga bajaji. Nyumbani kwako nasikia gari ya material inakuja, inapiga honi ho. Unatoka na wewe unaangalia, maana hujapewa taarifa. Wanauliza kwa Susana ni wapi? Unasema kwa Susana. Unamuuliza mtoto, kauliza hiyo gari inasema kwa Susana. Mtoto anasema, anafika getini anaulizwa kwa Julius ni wapi? Ni hapa. Unashangaa gari inapiga indicator, yaani unadondoka pap. Unasema amekosea njia au ni kweli? Alafu anafika anamwaga. Unaambiwa mama, Julius amenituma nilete material hapa. Kuna jambo la baraka limetokea. Hakuhitaji kukuambia. Sara, kuna jambo la baraka linatokea. Hauhitaji kuambiwa. Kuna kitu kinafanyika nyumbani kwako. Kuna kitu kinafanyika kwa Elias nyumbani kwako. Ninatamka kinabii, kuna kitu kinafanyika nyumbani kwa mtu mmoja. Yaani unaiona gari unasema amekosea barabara. Yaani ndio nimetumwa kwako. Unachukua simu. Mume wangu, wewe ndio umetuma gari? Mama, nimetuma gari. Kuna muujiza umetokea hapa cha. Nakwambia hivi, huo mwaka naomba iwe mwaka wa double pap.
papapu. Hebu sema papapu. Wanaona tu nyumba inapigwa plasta, chap chap chap. Angalia mtu amelala hapa, ndio unapokea hivyo, chap chap chap. Wanafikiri hafiki mbali, wanashangaa tu tiles zinaletwa, wanashangaa tu. Yani kuna kapesa kamepatikana, na baraka za Mungu zikianza kuachiliwa huwa ikatiki. Unashangaa tu mayo yamemwagwa, anakuambia nilipata tu kama milioni 2, tuweke hiyo material chini. Wakati ameweka ndani ya miezi 2 haijamaliza, Bwana ameshafungua milango, pesa zingine zinakuja, gari zinaambatana. Mafundi wanapanga pale, wanapanga, wanachimba msingi, na asubuhi wameweka kiredio pale, vinafiki vikubwa majirani, redio imewekwa pale, alafu mafundi wanapiga msingi. Nyosha kama huko, nyosha kama huko. Yani majirani watabaki tu kwenye nani hivi, ni hivi tu, na watamkia, watabaki sana hivi. Lakini Bwana ameshafanya. Kuna watu 7 wananyanyuliwa eti, kuna watu 7 wananyanyuliwa eti, kuna watu 7 wananyanyuliwa eti, hawatabaki kama walivyo. Sema basi amina kama unanielewa. Sema amina kama unanielewa. Umepiga nyumba, umefikisha kwenye lenda, Bwana kuna muujiza anaachia. Mungu anasema na unayesema iwezekani, Mungu anasema na wewe. Unashangaa mwaka nakwambia, mama pokea hizo mbao, kuna kama muujiza kameshuka hapa. Unamwambia baba, ni muujiza gani? Pokea wewe mbao, nitakuja kukuambia. Sijui kama nitapata ile ya bati, mbao zinapangwa pale. Anasema acha nipige tu hivyo. Kabla haijapigwa kuna muujiza Bwana anaachilia tena. Bati zinaletwa, bati zinaletwa, bati zinaletwa. Alafu saa 12 wanashangaa nyumba linapanda Bwana. Kuna mbao inawekwa juu ya keji pale. Alafu anasikia fundi anasema kang kang kang. Mtaa mzima watasema kwa nani hapo? Watasema kwa Susana, watasema kwa mama baba yetu, watasema kwa kijana wake, watasema kwa Ngole Bahati, watasema kwa fulani. Kuna watu naona hizo baraka zinashuka, mimba zao zinaachiliwa, mimba zao zinaachiliwa. Ninaona mtu ambaye material na mimeno ya duka lake anajiuliza, baba unapeleka wapi mchanga? Najenga mashine ya kusaga pale chini, najenga duka kubwa pale chini, nataka nirudi nyumbani, sitaki kazi za mbali tena. Ninatamka kinabii atatokea. Haya nasema yatatokea. Kuna muujiza, kuna neema inakuja, kuna neema inakuja, kuna neema inakuja. Mungu nisaidie nimalize. Kuna neema inakuja. Unashangaa vinafiki vimesema kale kadada ni malaya, habebagi mimba. Nakwambia Bwana anasema unakwenda kubeba mimba. Na mama mko amekuita kila jina, kila jina umeitwa. Nakwambia kuna saa inakuja, na kuanzia leo kuna kitanzi kinavunjika ndani yako. Kitu gani kinatokea? Utasikia alafu nini unatematema? Sijui. Una mimba? Sijui. Kwanza sijawata kubeba, kwa sijui dalili. Nasikia tu ni minyoo. Baada ya siku 2-3 sio minyoo, kinakuwa kijamaa, kinaanza kupata macho, kinaanza kutembea tembea kama kidamu. Kinaanza, maana baba na mama wanapokutana wanachangia nini? Mwili. Alafu roho inatoka kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Wewe una roho. Yani baba na mama wanachangiaga mwili. Yani mbegu ya baba na yai la mama likikutana wanatengeneza mwili. Ndio maana uweze kumtenganisha mtoto na baba. Wewe mama unasema, "Mwanangu nimekuzaa, piga babako." Wewe, nilipe mbegu yangu. Kileta mchezo, lepa mbegu yangu. Tumechangia. Watoto ni wetu. Yaani kuna baba, "Acha watoto wangu, nenda kwenu." Wewe mpuuzi nini? Nimebebwa na nani? Beba na wewe kama unaweza kubeba. Wewe mtoto, Mungu wa ajabu jamani. Mungu wa ajabu. Unapenda nikutabiria leo? Mimi naomba somo langu, unapenda nikutabiria leo? Unapenda nikutabiria leo mambo makubwa? Unapenda nikutabiria mambo makubwa? Nakwambia yule aliyedharaulika ndiye atakayeinuka. Ukiona uchungu umeongezeka, elewa neema inakuja. Nimaliza na ushuhuda huu, itakujenga. Sema itanijenga. Mama moja, sema mama moja. Mama moja alikuwa na mume na walikuwa na pesa. Kwa mume wake akafa ghafla. Sikiliza, naomba usijishebedu ukiwa na kitu. Kama una chakula kula na upanguze nini? Fanya basi hivi. Kula, mwambie mwenzako kula, panguza hapa. Usituonyeshe kwamba unakula. Kwanza mwambie pata adabu. Hata na sisi tunakula.
Kwa ukipata chakula chako, kula na upanguze nini? Usionyeshe. Kale kama mama kakaonyesha, kanawaringia wengine. Mmeoka kafa, alipokufa hajui pa kuanza wala pa kumaliza. Nashukuru Mungu maana kuna watu hapa maprofesa hata wakiachwa hawajuagi, yani ligi wanapeleka tu, wameshazoea maisha hivyo hivyo. Simpe Yesu makofi. Simpe Yesu makofi. Hapa naona maprofesa ambao hata wakiachwa miaka 10 ana struggle tu. Anasema basi shemeji njoo katika hapa, weka miti hapa na kandika tu. Hawa ndio mashujaa. Lakini waliozoea raha akiachwa leo kesho kutwa yuko shivers. Anaacha na Yesu. Mashujaa hawamwachi Yesu. Mashujaa wanasonga mbele. Na hapa mashujaa wengi na waona hawaogopi vita. Wameshapita vita vya kuachwa, wameshapita vita vya kusema na wako na mama mkwe, wameshapita kwenye vita vikali na wanasema tutashinda bado. Naongea na mashujaa hapa. Uzuri mmoja naongea na mashujaa hapa. Yule mama kwa kifupi niingie kwenye maombi. Sema kwa kifupi. Akafa mume wake. Alipokufa hajui pa kuanzia. Sasa ikaanza majirani. Amejidaiji. Leo. Hivi mume wake amemwacha kitu? Baada ya miezi 6 hali mbaya. Akaingia kwenye vikundi, akakopa mpaka anadaiwa kuna mtu anayemuhuri, mpaka mashemeji wanapiga makofi, mpaka nyumba yake ikauzwa. Ilipofika hapo, sijajuaga kwa nini sisi watumishi wa kiroho au mtu akishafika mwisho anasema kanisa la kiloko liko wapi, lakini kabla alipokuwa na chakula anatukana maombi. Mnachanganyikiwa kama hata mnaoambiwa naenda kwa Elisha kitu gani, wanakuchambua na kuambia na baadhi ya vitu. Wanafiki wakubwa, na alikuwa miongoni hivyo. Natangatanga maombi. Imefika saa hasemi tena maombi, anatafuta wanaokwenda kwenye maombi akae nyuma yao. Na kuambia kuna watu walikucheka na maombi, saa inakuja watakaa nyuma yako. Wakati wanakaa Bwana ameshakuweka level ya juu. Sema basi amina kama unabarikiwa. Yule mama akaenda kanisani, amekonda, ameisha mpaka hivi ni fulani naye mfahamu, huyu ndio yeye. Mapito yamemnyosha, amekuwa chapati ila hafi. Imefika sehemu watoto wakisema hodi hawaitikiwi. Imefika sehemu siku moja akasikia jirani moja akimwambia hapala anakokaa, akisikia akimwambia mtoto toka na wewe. Mama yake alipokuwa anafanya hivi, nisiseme hicho alichosema, hakuwa na akili. Yule mama tumbo likakatika, akala chini, akasema ya Mungu uliowatendea wengi kwenye ile madhabahu, Mungu uliamua kuchukua mume wangu ukanipa na watoto, nimeshafundishwa habari ya imani kwamba upo na ninakuamini, nataka nikuone kama wewe ndio uliyenipa watoto, siombi tena kwa mtu. Akamrudisha mtoto, siku wamepata kauji wakachemsha wakanywa. Nimekwambia juzi Jumatano, uji wa chumvi wape watoto, kunywa wewe mwenyewe, ni dawa kwenye mapito. Sema basi amina. Sema basi amina. Yule mama kilichotokea, akaenda kanisani. Asubuhi palipokucha akawaambia watoto, mama fulani nendeni mkachezeze kwa fulani, alafu niende baadaye nitawaletea chakula. Naenda kutafuta chakula, lakini sio chakula. Anakimbia kanisani kwenda kujifungia kuomba. Anaenda anaomba. Yaani anapoambia nenda kwa jirani, anategemea labda jirani mtu au mtu fulani anaweza akapika chakula sibagua watoto na watoto wake. Ndio anawaambia nendeni kule. Sasa watoto wakienda kula wanafukuzwa. Kwa watoto wanaenda kwenye miti kula mapera nini na nini, wanahangaika hivyo tu. Yule mama anaenda kanisani analia. Aliomba kanisani, aliomba kwa uchungu kuanzia asubuhi saa 12 mpaka jioni saa 1. Ikifika jioni anasema, Mungu nakushukuru kwa sababu najua leo nikifika nyumbani utatuma malaika, utatuma watu wataniletea chakula. Nimechoka Mungu kuomba. Nimechoka. Siombi tena. Kwa anaenda nyumbani akiwa na imani kwamba akifika nyumbani kuna mtu Mungu atamtuma. Anafika nyumbani anawaambia watoto, wanangu njooni. Mungu atatuleta, Mungu atatupa msaada. Mungu ataleta chakula. Watoto wanaambia mama tuna njaa. Tumeenda kwa fulani akatufukuza. Tumeenda kwa fulani akatuambia 1 2 3. Anawaambia wanangu poleni. Anawakumbatia tena kwenye turubai anawakumbatia na baridi. Anawaambia msiogope.
Anamwambia haya tutalala. Wakalala watoto hivyo. Umekula nini? Tumekula tu matunda mama. Lakini sasa kuna mtoto wa mwisho, mtoto hajui kama hamna chakula. Mtoto, mzazi ni mzazi jamani. Namwombea kila mwanaume awe na mke uwi. Namwombea kila mwanamke azae tu. Maana kama una watoto utawacheka watu. Kila mtu awe na mtoto, kila mtu awe na boma. Hata kama anakuchukia muombe tu awe nayo. Yule mama akanivumilia siku ya kwanza. Akapaka kucha na wabembeleza watoto usingizi wakilala na analala. Lakini alali anaomba tu, Mungu najua utanipa. Anaomba machozi yanayouma. Siku ya pili, siku ya tatu, kila pakikucha saa 12 anakimbia kanisani kwenda kujifungia. Kwenda kuomba tu. Yeye mwenyewe hali. Bora hata watoto wanaweza wakaenda wakaonjeshwa kidogo. Yeye siku 3 hali. Siku ya 3 akarudi nyumbani. Akamwambia watoto, mtamwona. Maana imefika siku ya 3 aliporudi, watoto wanamtukana. Wewe mama nao umeshakuwa Mungu. Anasema ngenge na ulokole wako. Ngenge na maombi yako. Mtoto anamtukana mama. Mama amefika mwisho. Lakini mama akuomba afe, alikuwa anajua Mungu atatoa njia. Kilichotokea wapendwa, yule mama siku ya 3 akafika nyumbani. Alipofika nyumbani, watu wakamwambia mama, tunataka leo utuambie moja. Kwa nini umetuzaa? Mtoto anamwambia mama, kwa nini umenizaa? Inauma. Akamwambia sawa wanangu, vumilieni tu. Huyu Mungu nilienda kumuomba atajifunua leo. Watu siku walikuwa wakali na njaa imewaka. Mtoto anakunywa maji mpaka anasikia kichefuchefu. Mama akamwambia leo nimeleta viazi. Wakati anaenda nyumbani jioni, akachukua jiwe. Akafiringisha kwenye nguo fulani. Akamwambia leo nimeleta viazi. Akachewa, akamwambia watu wakuteni kuni. Saa 3 hivi. Chocheni chungu. Ile ni viazi ambayo hivi haraka inatumia karibu masaa 6. Na usiguse, maana ukigusa itakupakusia kwenye macho. Mama anadanganya watoto. Lakini ni jiwe limewekwa kwenye maji. Jiwe linatokota. Watoto wamechochea jiwe mpaka wanasinzia karibu na jiko. Akisinzia hivi ananyanyua, anaenda kuwalaza. Akinyanyua, anazima moto na anaenda kuwafunika watoto wake. Huko akilia. Watoto walala saa 9, watoto wanaanza kuamka. Mama wanakimbia jikoni. Mama, jana ulisema ile kiasi taifa baada ya masaa ngapi? Wanafungua, sio kiasi ni jiwe. Mama anambia, tulieni wanangu, pana kocha. Tutakunywa chai ya maziwa. Tutakula Blue Band. Tutakula peanut. Tutakula chai nzuri leo, nimewaandalia viazi, mkate na Blue Band. Anambia mama unatudanganya tu, tumeshazoea unatudanganya. Mwanangu hamna. Nawaambia leo, palipokuja akamwambia aswakini, kila mtu aswaki. Pamekucha hivyo. Mama ndani Mungu ameshaleta ujumbe. Majibu yako yapo katika ulimwengu wa roho. Wakati watu wanakucheka, majibu yako katika ulimwengu wa roho. Mama ameshapata amani ya muujiza. Akawaita akamwambia ameshaswaki yeye, akapasha maji, akaweka kwenye Simons. Akamwambia kila mtu aoshe kikombe chake. Wakaosha. Mama anakwenda kwa imani. Sikiliza, mambo ya Mungu hayaendi unavyotaka. Juzi nimekuambia Juma, Mungu anataka uone kwanza. Mama akamwambia watoto, haya kila mtu aweke kikombe chake chapo. Watoto wameweka vikombe vya mpira pale mezani. Walifoweka, mama akawakumbatia watoto kama vile kuku akumbatia hapo vifaranga vyake. Akawashika, akapiga magoti. Akasema, Mungu, siku 3 nimekulilia. Naamini unajibu maombi ya wateule wako. Ile madhabahu nimeshuhudia ikijibu. Kwangu iwe na mimi leo. Nakushukuru kunipa watoto. Sijuti kwani umenipa. Ila nashukuru maana kuna wanaolia wapate watoto. Sijuti mapito niliyopitia. Ila nashukuru maana umenipa pumzi ya uhai katikati ya vita. Sioni nikiendelea kukaa hapa, naona ukinipa mji wangu. Mungu asante, utupae chakula. Basi Mungu naomba hao watoto wananilia kwamba niwape chai, maziwa. Wewe ni baba yao. Naomba uwape. Wakati anaomba hivyo, akasikia kong kong kong. Kong kong kong. Sasa akisema kong kong, watoto, mama, mama anaendelea kuomba. Alipomaliza akawaambia watoto, basi tulieni, nimfungue mgeni. Alafu niwape chai. Baba akaingia. Alipofungua mlango hivi, maana alikuwa amerudisha mlango. Kuna watu hapo wakiwa kwenye maombi unasikia tu kalo shindwa. Karibu. Watu wanaomwabidi Mungu, huwezi ukatolewa kwenye uwepo wa Mungu. Alipofungua mlango, akaingia baba mmoja anabeba begi.
Alipoingia watoto wote wakakaa pembeni na vinjaa. Wamefundishwa adabu, wafundishe watoto adabu. Kuna nyumba zingine ukienda unaingia mtoto anakuja, "Baba," anapanda mpaka kwenye miguu. Si adabu. Fundisha watoto wako adabu. Mgeni akiwepo pale mwambie wewe. Yaani unakuta mtoto mpaka anatukana mbele ya mamake mgeni yuko pale. Fundisha watoto adabu. Kumfinya mtoto sio kumkosesha adabu, ni kumsababisha pata akili. Sema basi amina kama unanielewa. Yule baba aliposhusha begi akaingia, huyu mama anamwangalia, anamwambia, "Shemeji." Anauliza, "Naam." Anaitika tu kwa sababu, "Shemeji." "Naam." "Habari yako?" "Salama." Anakaa. Sasa watoto wamekaa wameki kuangalia, wametoka nje. Anambia, "Shemeji, watoto wasitoke nje. Kwa sababu najua unifahamu, lakini utanifahamu. Nimepitia kwenye hoteli fulani leo asubuhi niliposhuka kwenye basi. Kwa hiyo niliingia kwenye hoteli, nikatamani ninywe chai, nikasikia amani nije kunywa na watoto wako. Kwa hiyo nimenunua chai." Yani ile chai aliyokuwa anataja mama kwenye maombi, alitaja chai ya maziwa, alitaja viazi, alitaja blue benti, alitaja kila kitu. Yule baba wakati mama anaomba kwenye maombi, kule Mungu anamkamata mtu, anamwambia, "Mwanangu anataka chai, anataka blue benti, anataka vitu vya baraka." Kwa hiyo akamwambia, "Wakati niko hotelini, nimenunua chai nikaweka kwenye thermos, nikanunua mkate na peanut na kila kitu. Kwa hiyo watoto waje wanywe." Yani akatoa begi, akatoa thermos, akaweka mezani. Mkate hapo, blue band hapo. Wacha watoto waanze kuruka, "Mama wewe ni Mungu, mama unaye Mungu, mama." Watoto wewe tumbo ni kitu kingine. Chai na miminwa pale, watoto wanasema, "Mungu mama, tusamee mama kama tumeongea vibaya. Mungu akubariki mama. Huyo Mungu unaye. Mama leo siku na kanisa mama yani watoto wamefurahi, wamemuona baba yao. Biblia inasema Mungu ni Mungu wa watoto yatima na wajane. Ninatamka Mungu ni Mungu wa watu ambao wameachwa. Mungu ni Mungu wa watu ambao wanapitishwa pagumu. Wakanywa wakamaliza. Walipomaliza akamwambia, "Mimi ni rafiki yako na mume wako." Huyo mama alikuwa anafahamu marafiki wa mume wake, lakini hajawahi kumuona huyo mtu. Kumbe hakuna cha rafiki. Mungu anakamata mtu kutoka mbali. Akamwambia, "Na nimekuja hapa, mume wako alipofariki tulikuwa tunafanya biashara fulani nje, lakini alipofariki sikuweza kuja kwenye msiba wake. Nimekuja, alikuwa na ndege karibu milioni 30. Ila mama, nimeona nije na milioni 25. Milioni 5 nitaleta kwa wakati mwingine." Oh my God. Nataka nirahisishe milango yako. Kuna mtu Mungu atamuinua. Nasema kuna mtu Mungu atamuinua kwa namna usiyoijua. Sema amen. Shule mama akasema, "Umesema?" Akasema, "milioni 25. Wakati wakahesabia, watoto wametoka nje. Mama ameshaliwa na shida, kwa hiyo ana akili. Ametoa watoto nje. Milioni 25 kwake imsumbui, maana shida iliyomla ni zaidi ya milioni 25. Akahesabu akamwambia, "Shemeji, nikutakia safari njema. Nitarudi tena, hakuna simu, nitarudi tena." Akaondoka. Milioni 25 miaka ile ilikuwa ni hela nyingi. Mama wa watu ana nini? Watoto hawajaona hela. Kwa hiyo anayejua anaye hela ni nani? Mama alichofanya ni kununua kiwanja Faster. Cha kwanza akakata fungu la 10 akapeleka kwa mchungaji. "Mchungaji, naomba usiseme ni siri yako, niombe kwa Mungu. Usimwambie mtu na chochote, watu waone tu kwa matendo." Alichofanya akanunua kiwanja chake, kama ilikuwa 700,000 kiwanja, kanunua kiwanja kikubwa tu. Kanunua. Watu akasema, akashanga. Yule jirani yake akaanza kuona watoto hawaendi tena kuomba. Ikifika jioni angalau sasa maisha yamebadilika. Na watoto wameanza kuvaa nguo nzuri. Akaanza, "Jirani mpendwa katika Bwana." Mpuzi huyo. Watakaorudi kusema mpendwa, waambie mpendwa na vitu vyako. Sema fire. Yule mama Mungu nisaidie. Yule mama akaenda akanunua kiwanja, akafungua hardware. Hela nyingi hiyo. Kufungua hardware, akafungua hardware ya milioni 10. Milioni 10 miaka ile ni kwamba unajaza ni hall. Kama mama chenyewe kalikuwa kamekonda, mabega yameenda juu kama mwenye virusi vya ukimwi, makenja yamepanda, kasoro moja hajapauliwa. Anakaa pale dukani, watu wanajiuliza, "Ni yeye kweli au nani?" Kanauza eti. Alafu na ameanza kubadilika, na mafuta imeshambadilisha wiki moja tu. Msuko wenyewe sio ule msuko wa 500, kanapiga nyone vizuri. Angalia, kuna watu watabadilishwa maisha Bwana. Sema fire.
Kamama kanakaa kanauza hardware. Unashangaa taarifa zikaanza kuenea, ameshamwaga mwenye nyumba. Nyumba imepanda haraka sana, amejenga room moja haraka sana, amehamisha watoto wake. Kila mtu kanisani saluti. Sasa akija mchango ukitajwa, baba naomba nichangie 200,000. Ameshanyanyuliwa, sio ombaomba tena. Kuna watu watatu haitamaliza mwaka huu, kuna jambo la miujiza litatokea. Sema fire. Sema fire. Mama watu akanunua hardware, akanufungua hardware. Kidogo ananunua hardware, watu anauza, anafungua maduka. Kidogo amejenga nyumba yake self container. Anabariki, yani mtu kufumba na kufumbua, anaendesha RAV4 yake. Sio yule aliyekuwa amepandisha mabega, magenchi kasoro moja haijapauliwa. Sasa hivi anatembea huko. Bwana alisema nao wakati ameisha. Neno likambadilisha, sasa hivi ni tajiri. Nakwambia kuna kitu Bwana atafanya kwako.